tunapoingia kwenye mwaka mpya huu wa 2026, yako maneno kwamba unajua sasa Waislamu mbona mnaambiana kwamba huu mwaka sio mwaka wenu? Nani amekwambia? Sio kila mtu anaweza kuusemea Uislamu. Naomba niseme wazi, sio kila mtu anaweza kuusemea Uislamu. Na tumekuwa na hatari kwamba mtu akiwa anavaa kanzu anaitwa ustazi, mtu akivaa kofia nzuri kidogo anaitwa ustazi. Nani amekwambia sio mwaka wetu? Huu mwaka sisi katika Uislamu tuna mwaka unaitwa Hijiria, ni toka mtume kuhama Maka kuhamia Madina. Lakini tuna mwaka unaitwa Miladia, mwaka watoka Nabiullahi Isa kuzaliwa. Sasa sisi katika Uislamu Nabii Isa tunamtambua, tumtambui? Tunamtambua. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadi min rusuli. Sisi hatutenganishi mitume. Huu mwaka unaadhimisha kuzawa Nabiullahi Isa, ndio tarehe inakubali hivyo. Na ukisema uitambue, tuambie basi. Kwani leo mtu akitaka kuoa tarehe anaipanga ipi? Anapanga Hijiria? Tunatamani hivyo Waislamu turudi kama wazee wetu. Ilikuwa tunasema mwezi 5. Haya nimeyakuta kule kwa kina Toa Mtwara, bado wameshika, na Lindi bado wameshika. Wenyewe shughuli yao itakuwa mwezi 7 mfungo 6, mwezi 8 mfungo 2, bado wanaendelea vile. Lakini sisi wote hapa tusemeni ukweli, tukitaka kuchumbia tarehe tunatumia ni ipi? Tukitaka kuoa tarehe tunatumia ni ipi? Si ya miladia. Tukitaka kuweka hakika tarehe gani? Miladia. Tukipanga mipango ya mikutano tarehe gani? Miladia. Mishahara tunachukua kwa tarehe gani? Miladia. Sasa hii habari ya kutuambia sio mwaka wetu, nani kakwambia? Nani kakwambia? Sio kuropoka tunakusemea Uislamu. Wacheni Uislamu ujisemee wenyewe. Na watu kama hamjui nyamazeni, yani kwenye mambo uwanja wa ilmu ya dini wasiingie wasiojua. Mungu anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Waulizeni wajuao. Waulizeni watu wenye mistari. Watu wenye mistari wanaweza kuambia hili, atakwambia hivi, atakwambia hivi. Katika miezi kuna mwaka wa shamsia, kuna kitu kinaitwa kamaria. Lazima vitu hivi uvijue, ndio unaropoka unasema kwamba eti Waislamu uso mwaka wao. Huu ni mwaka wetu na achiwe mtu kitu. Bali kuna mtindo wa kusema kwamba haya mambo si ya Waislamu, afu tunakuachieni nyie. Hakuna habari hiyo. Huu mwaka wetu na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hata ukimuuliza Diwani Hamidu pale, mstaafu, tukimuuliza bwana wewe una miaka mingapi? Atakwambia 52. 52 kwa kalenda ipi? Kwa hii ya miladia. Ukimuuliza katibu wangu Tanila mingapi? 45. Ni kwa kalenda hii. Sasa unatuambiaje kwamba huwa utuhusu? Kwa tunaendelea kusherehekea. Lakini kusanyiko kama hili lina faida nyingi. Tunapokaa na mayatima. Wewe unajua faida ya kukaa na mayatima? Unajua faida ya kula na yatima? Mpaka Mtume anasema hata ukaenda kuswali Eid, wakati unaondoka hakikisha umemtafutia yatima, umemshika kichwani. Watu wengi wanafasiri kumshika tu kipara kile nani. Umcheki. Mtoto yatima atoke kule amefurahi. Kwa hiyo haya ndio nilotaka kuyasema, kwamba sisi hili jambo ni letu. Tunafurahia kuingia kwenye mwaka 2026, lakini furaha yetu sisi sio kwenda kunywa pombe, sio kuchoma mataili, sio kufanya lolote. Furaha yetu ni kumuomba Mungu, kula chakula kama hivi kwa furaha na watoto wetu mayatima. Lakini tumeanza kwa surati Yasin kumuomba Mwenyezi Mungu dua. Mwenyezi Mungu atubarikie, Mungu atuondolee mitihani kwa baraka ya hawa mayatima. Mwenyezi Mungu ainue daraja zetu, Mungu atusamee madhambi yetu, Mungu aijenge nchi yetu, nchi yetu ipambike ya Allah, ikubalike ndani na nje. Mungu amsafishe rais wetu, amtakase rais wetu, amtie halwa rais wetu, apendeke, akubalike, na wananchi wamtii rais wao, rais pamoja na kizazi chake, rais pamoja na wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu na wale wote wanaomsaidia kwa kheri. Mungu asaidie vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mwenyezi Mungu avipe uweledi wa hali ya juu. Mungu awafanye Watanzania waendelee kuwa wamoja na mshikamano bila kuachana kwa sababu ya dini. Na tunakemea hili jambo la dini kwa sababu hakuna tofauti kati ya Muislamu na Mkristo ila kwa jambo moja, ambalo jambo hilo hakuna anayelijua isipokuwa Mungu mwenyewe.